masala ya ndoa, maanake ndio tuko kwenye ndoa. Ndugu zangu Waislamu, tuna masikitiko makubwa katika hili jambo la ndoa. Ndugu zangu, napenda munisikilize sana. Waislamu tuna matatizo sana katika uelewaji wetu katika ndoa. Sisi ndoa tunaijua ni kwamba mwanamume amhitaji mwanamke na mwanamke amhitaji mwanamume, lakini makanatu zawaj fil Islam, ndoa ina nafasi gani katika Uislamu? Angalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia nini? Mastafada almu'minu mastafada almar'u ba'da taqwa Allah min imra'atin salihah au man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu Allahu ala shatri dinihi falyattaqillaha fi shatril albaqi. Kwa maana dini igawanye nusu mbili. Dini igawanye nusu ngapi? Mbili. Nusu moja nzima imepewa ndoa. Hebu chukua wewe kuwa, tumia akili yako. Dini igawanye sehemu mbili. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, sijui arkanul islami, shahada, iqamu sala, itau zaka, arkanul ihsan, hiyo zote, alhaji, sijui nini, zote hizi nusu. Nusu ya pili an-nikah. Yani hii muamala wote wewe uweke nusu. Nusu ya pili ni ndoa. Hebu kitu ni kidogo. Lakini tujiulize, hizi zote twazisoma. Ndoa twaisoma? Nani katika sisi kasoma ndoa? Ndoa twaiga. Baba alikuwa vipi nyumbani? Mwanamume ataiga baba. Alikuwa vipi? Baba alikuwa akitaka akiingia nyumbani kama simba aloingia msituni. Kilo simama hukaa, kilo kaa chikalala, kilo lala ikaingia chini ya mvungu. Na mimi nitakuwa hivyo. Hivi ndo tunavyoisoma ndoa. Kitu ambacho kwamba ni nusu ya dini. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuja kumsifu mwanamke mwema, hakuna swala, hakuna kuhifadhi Qur'ani, sijui anasomesha Qur'ani, mwalimu wa Qur'ani akasemaje? Mastafada almar'u ba'da taqwa Allah min imra'atin salihah. Kisha man hiya almar'atu salihah? Yani wewe ukisha kusikia shekha anasema Mtume anamsifu mwanamke mwema, utasikia akili yako itakupeleka ni alohifadhi juzu 30, ni anaye hodari kuswalisha, hodari kutoa khutba. Asemaje imra'atin salihah? Idha nadharta ilaiha saratka. Ya salam. Hakuna hapa ni almar'a allati hafidhat alquran, almar'a allati hasalat shahadat alulya fi ma'had kadha wala kadha. Idha nadharta ilaiha saratka. Mwanamke ukimtazama anakufurahisha kwa viegezo upendavyo kufurahika wewe katika kuona. Maana kila mmoja kinacho kimfurahishacho. Ujumbe nitakao katika hii hadithi ni masala kwamba ndoa ni dini nyingine, yani ni ukamilifu wa upande wa dini. Wakati unapokuja unaambia bwana shekhe fulani anataka kumuoa mtoto wangu, nani? Yule imamu. Yaki swala, zaka, hija, hii ni nusu. Nielezee dini ya ndoa. Usinielezee dini ya swala, kusoma Qur'ani, kuhifadhi, kusomesha, kutoa mawaidha. Anaweza kuwa mtu ni mtoaji mawaidha hodari, lakini hajui namna kuishi na mkewe, hajui kuishi na jamii, nyumbani hajui anaishi vipi. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema kwamba kuna watu siku ya Kiyama ni maskini wao, lakini watafufuliwa na Qarun na Haman na Firaun. Wakamuuliza, walimadha ya Rasulullah? Qala kana yatajabbaruna ala ahli baiti, walikuwa majumbani ni mabopari. Na ndio angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam lamma hayyaza alkhairiyya alisemaje? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kuna watu wamefaulu nje lakini nyumbani wanashikiwa pua.
Lakini mbora ni yule akiingia nyumbani Idi inaanza, akitoka msiba. Kuna watu wakitoka nyumbani, watu Allahu Akbar wanafurahi. Unasafiri utarudi lini? Mwezi, si ungeongeza miezi mitatu? Yahi, dini ya kuwa wewe ni khatibu ni kitu kando, dini ya muamala wewe na mke ni kitu kando. Khairukum li ahlihi, kuishi ndani ya nyumba. Anayekuja tumwangalie upande huu, muamala wake wa kinyumbani ni vipi. Wa ana khairukum li ahli. Mada ni ndefu, lakini wakati haukubali, kwa sababu wakati sasa kuna mume huyu hapa akili yake hatafikiria haya yasemwayo. Yeye mfikiria bibi harusi sijui kavaa nyeupe au nyeusi au nyekundu, sijui kapendeza vipi. Na sisi tulioko hapa hatufikirii haya, hufikiria hoko kumekwa pilau, biriani, mandi. Kwa hiyo likulli maqamin maqal. Wakati inshallah Mwenyezi Mungu aijalie hadha zawaju yumnin wa baraka inshallah, wa yukhriju minhum alkathir at-tayyib inshallah. Muhimu mume ujue namna gani kufaulu kwako ni kufaulu nyumbani kwako. Usisifiwe nje, muhimu ni usifiwe ndani nyumbani. Mke wako ndio rafiki yako. Kubali kuitwa umeolewa na mkeo, lakini usiolewe na marafiki zako. Rafiki yako awe ni mke wako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.